Hujambo na karibu mtazamaji wa Tanganyika TV, idhaa yako ya Kiswahili ambayo inakujia kila wakati na kutembelea kila mahali ambapo panahusika kuhusiana na kutaarifu mengi ya kutosha, vile vile kuweza kukupa habari za hapa na pale, hasa katika mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambayo ni maeneo ambayo yanashambuliwa sana na ukosefu wa usalama, hasa baada ya uvamizi wa waasi wa M23 ambayo inadaiwa na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwamba wanaungwa mkono na Rwanda. Leo napatikana katika magharibi ya jiji kuu la Baraka, hasa maeneo ya Yep, kuja kumtembelea kiongozi kuhusiana na hali ya usalama, hasa maeneo ya Baraka ambapo kuna milio ya risasi kaza wa kaza, vijana kupokonywa masimu. Ukweli uliopo ni upi hasa katika mahali hayo? Usikose kuangalia interview ya mimi na muongozi ambaye anaitwa Madu, jina maarufu ambalo liweza kwenda kupiga mwingi hasa katika hali ya kufukuza adui, ambaye ameniambia kwamba tutafanya naye interview hapa maeneo pake kwenye Yep. Basi mimi sina la ziada, endelea kujiunga hapo angalia hapo kwenye screen yako, namba iko hapo. Unaweza kujiunga vile vile kuweza kusambazia watu wengine kwenye YouTube, vile vile hata kwenye TikTok unaweza kusambaza habari hizo. Mimi ni Kimani kwa mapendezo. Nyuma ya kamera si mwingine ni Abu Design Le Pro ambaye anafanya mambo kama hayo. Leo ni siku yake ya kuzaliwa. Happy birthday ndugu yangu. Asante. Jambo sana. Naam, majina yako tafadhali? Majina yangu ni Echochi Asumani, jina maarufu ni Mamadou Ndala Mustafa wa Sud Kivu. Umepiga mwingi sana mzee. Leo unaongoza hapa kwenye Yep. Hali ya usalama ikoje Baraka? Tunaweza sema hali ya usalama ni ni mzuri sana, kwa sababu hii masiku 2-3 hapa nyuma tulilialia masasi ya mingi, lakini walikuwa wa mwizi wa vola arme wenyewe walikuwa wanaingililia pasike ba mwizi, lakini hivi tangia hizi siku zenye ziko hapa usoni usalama kabisa upo kabisa, kuna tatizo yote ile. Kulikuwa na vijana walikuwa wanabuguzwa sana hasa katika hali ya usalama wa Baraka. Unajua watu walikuwa wakipokonywa simu, vile vile kuna hali ya sintofahamu mara kwa mara, usiku unalia masasi. Nyinyi kwa hiyo hali mulipokeleaje na sasa mnaendeleshaje hiyo hali ya usalama? Antuka hiyo usalama kwa wale naanza kubata mabandia yenyewe walikuwa wanakosesha wa raia amani. Kile mmoja anasema ni wazalendo. Hata sio wazalendo, ni wabandia wenyewe wajulikane kabisa. Wajulikane kabisa kwa mjini Baraka tulibikalia chini, tukafanya utafiti tukana ni wabandi, na hivi kabisa alilisha kuwa swali kabisa, kuna tatizo tena na kuna mwenye tena ananyang'anyiwa simu yake hapa Baraka. Naam, kuhusiana na hiyo jambo, unafikiri kwamba hali ya usalama itaendelea kuboreka zaidi kuhusiana na hili jambo la ambalo lilitokea baada ya saa 3 kupigwa masasi hadi kufika hadi muda mwingi wa kusogea kabisa? Watu walikuwa wanakosa usalama, lakini leo tunasikia kwamba kuna ukimya. Je, hii hali itaendelea kudumu namna hii? Hali kabisa haitaendelea kabisa, kwa sababu kama inaendelea, sisi wajasusi wakubwa wa kizalendo hapa mjini Baraka kama mimi Mamadou Mustafa wa Sud Kivu, nitafanya nguvu kusudi niweke usalama kama tena binaendelea, lakini hivi kabisa bingali kimya kabisa. Wale mabandia kabisa tulishawafukuza, na kama wanaendelea na kufanya vile tutawafuata hadi mwisho, na wale wenyewe wanafanya vile tutawakomesha kabisa, raia ibaki kwa usalama, kwa sababu hatupendi fujo kabisa. Raia tutie raia na amani na itulizane na ikae na amani, lakini kwa hii masiku 2 naona kabisa raia iko abonenta, hakuna mwenye ananyang'anyiwa tena simu paski wale mabandia walishaishi kunyang'anya zile simu za watu. Je, mlifanikiwa kukamata baadhi ya wenyewe juu ya kuangalia simu za kuwaweka mbaroni na kuweza kuwafunga? Hata hatukuwafunga kabisa na tukuwaona kabisa. Hatukuwaona, tulifanya ujasusi kabisa tukuwaona, lakini selu tulifanya mauchunguzi atanki manketere. Kama hizi watu wenyewe walipiga masase kuiba zile nguruwe za watu walikuwa mabandia kabisa. Siye kwenda ile usiku wakakimbia kabisa, tukuwaona, na mpaka hivi kaitu tunafanya security ya usiku, na hivi kabisa kuko prizi yomo ya kuna tena ile tena fujo ya kupiga tena masase bontaba. Wale wenye nguruwe walisema nini? Waliweza kuambia ni walikuwa wamevalia nini na
kwa kufyatua risasi mpaka mwa hiyo nivu bilikuwaje? Bo abokuwa paski balikuwa banavalia manguo ya kiraia tu, ilikuwa manguo ya kiraia kwa manguo ya kijeshi kabisa, yale mabandia. Je, mshafanya mpango wa kufanya msako ili kuangalia namna bunduki zinazagaa miongoni mwa wananchi, kwa sababu wanaweza kufikiri ni wazalendo kumbe sio wazalendo kama ile unavyodai? Je, mshafanya jitihada ya kufanya msako ili kuangalia kuchunguza nani ana bunduki na nani asiana bunduki kinyume cha sheria? Bo donc ile hali ya mabunduki vile atuyaifanya, lakini wale hawana wazalendo, wale ni wabandi paske bavola arme wenye waliingia mwingine kwa ile lupango ya ule mzee kupiga ile manguruwe. Pasi tunataka sema ya kwamba ni wabandi kabisa, tulifuatilia na walikimbia, na wazalendo halisi na wazalendo wenye wako na nguvu ya kutetea nchi hawezi kuingia mwali ya hivyo, hapana. Paske ile ni mabandia yenye jiforme yaanze kupiga masase ovyo na kupora raia ile masimo, lakini kwa saa hii yenye mimi nasemea hapa kwa leo ili utaratibu kabisa tunaifanyia kazi, na mwenye atajaribia tena kufanya vitu vya hivyo, antuka serikali yetu ya Kongo na wazalendo itikala chini tuangalie jinsi ya kuwinda wale watu kusudi raia ikale na usalama. Wito wako kwa vijana ambao wako ndani ya Baraka kuhusiana na, kwa sababu usalama unachangia na raia na jeshi na vitengo husika vya serikali, wito wako kwa vijana unawaambia nini? Bo vijana ninawaambia waishi kwa usalama, na usalama ipo, na yoyote mwenye atanyang'anyiwa simu yake tena atupashe habari, kwa sababu tufuatilie wale watu saa zote zile, iwe saa ngapi ya usiku iwe saa ngapi ya mchana, watupashe habari, kwa sababu sisi kama tulisika silaha kwa sababu ya kuchunga raia na mali yake yote, pia na kufunga mipaka ya nchi. Na ndio maana sisi wazalendo tulisika silaha kwa kusaidia wa baba guvernema nchi yetu isinyang'anyiwe ni wadui wa Rwanda. Kwa hiyo wa vijana wikali kwa usalama kabisa, mwenye tena atanyang'anyiwa atuwahi kutupigia simu, kwa sababu tuifuatilie mapema, tuangalie wale watu wenye tena wanaleta tena ule nstuko ukamata zile simu za watu zenye zinatia. Naam, mimi hapa sina la ziada, labda nilikuwa na yeye mkuu ambaye anajiita Mamadu. Ili jina la Mamadu lilikujaje mzee? Jina la Mamadu lilikuja Nord Kivu. Nilikamata jina la mpambanaji Mamadu Ndala mwenye alikuwa anaishi mjini wa Goma, njo wakati alikuwa anatumika kazi ya ugomboa nchi. Kuangalia jinsi alituacha hapa chini ya jua, na mimi nikakamata ile jina yake kwa sababu ni jina ya kugomboa nchi yetu, ni jina yenye iko na puissance ya Mungu, haina jina yenye iko na ukorofi kwa wenye nchi. Ndio niliona nichukue kwa sababu isizime kabisa mwi Kongo, na ndio maana niliona nizivalishe ile jina. Mimi sina la ziada, niko hiyo kutoka sasa, lakini kabla sijamuaga mzee, tukutane tena wapi? Point Zero au tukutane tena Katogota? Mbo Point Zero, kwa sababu hii masiku mbili chache mimi nitapanda na kikosi Point Zero, tuangalie jinsi ya kuokoa nchi yetu ya Kongo kwa kupiga ile madui yenye inapenda kudhibiti nchi yetu ya Kongo. Usikose kusambaza na kuweza kujiunga katika vikundi vya Tanganyika TV. Alamsiki. Habari za muda huu mpendwa mtazamaji wa Tanganyika TV. Kwa jina naitwa Suzana Mbokile, natokea kitengo cha biashara na manunuzi hapa Tanganyika TV. Nipende kuchukua fursa hii kukukaribisha hewe mfanyabiashara kutangaza biashara yako pamoja nasi. Maana katika ulimwengu huu wa sasa, media kama Tanganyika TV ndio mahara pekee ambapo unaweza kukuza na kuendeleza biashara yako. Haijalishi ni biashara ipi unayofanya, ina mtaji mkubwa au mdogo, Tanganyika TV inaweza kukuweka karibu na wateja wako na kukuza manunuzi ya bidhaa zako unazouza. Hebu fikiria, hata vikundi vya maendeleo tunawezaje kuendelea bila kujitangaza? Karibu utangaze nasi, hewe mfanyabiashara, mjasiriamali, mwanamuziki, wanasiasa na wengine wote, karibuni sana sana sana. Unaweza kuwasiliana nasi kupitia namba zetu za ofisi zilizopo hapo chini. Hata kama una matangazo, Tanganyika TV tunaweza kukutengenezea, kwa sababu tuna wafanyakazi na madirector wabobezi waliobobea katika shughuli za video production na graphic design. Tanganyika TV, kwa pamoja
tukupashe.